ilikuwepo hiyo kwamba milipuko kadhaa imeripotiwa kwenye hicho kisiwa cha Karg nchini Iran, kwa mujibu wa Mehr New Agency. Wao hii ni shirika la habari la huko. Kisiwa hicho kilichopo pwani ya magharibi ya Iran ni kituo muhimu cha usafirishaji wa mafuta nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitishia hivi karibuni kuharibu kisiwa hicho ikiwa makubaliano ya kumaliza vita hayatafikiwa haraka na mlango wa Hormuz hautafunguliwa mara moja. Aidha, watu wawili wameuawa pia katika shambulio la Marekani na Israel dhidi ya daraja la reli katika mji wa Kashan katikati mwa Iran. Afisa wa eneo hilo aliambia IRNA saa chache baada ya Israel kuwaonya wa Iran kujiepusha na usafiri wa treni. Uliniambia kuhusiana na hili kwamba watashambulia treni, njia na hizi. Okay. Hiki kisiwa cha Karg, kwa mtu ambaye pengine amekuwa kikisikia kwa ufupi sana, kina umuhimu gani kwa Iran na kwa nini Trump na Marekani wamekuwa kikizonga? Sawa. Sasa hiki kisiwa cha Karg tunasema ndio kisiwa ambacho miundombinu ya Iran ya zaidi ya 90% tunasema ya mafuta yake yanayotoka ndani ya nchi ya Iran, pale ndio Iran kama amefanya kitovu cha ugavi. Yani meli zinakuja pale, zinabeba mafuta, yale mafuta ambayo yanakuwa yanatoka katika sehemu mbalimbali ambazo yanazalishiwa nchini Iran, yanakuja pale Karg, pipe zinaleta pale. Baada ya kuleta pale ndio pana storage facilities, yale maghala makubwa kuhifadhi, lakini pia mifumo yote ya kuweza kupump na kuingiza kwenye meli kubwa. Hapo ndipo ambapo Karg shughuli zote zinafanyika. Kwa hiyo wenyewe wanajua kabisa kwamba kama ukiweza kuiondoa Karg, basi umeweza kudondosha ule uchumi wa nchi ya Iran. Unaona, mbali tuna vita vya kupiga, moja ya malengo sio tu kuweza kuondoa drones za Iran, kuondoa nuclear ya Iran, kuweza kuondoa labda makombora ya Iran, lakini lengo jingine kubwa ni kuweza kudondosha kabisa ule uchumi wa Iran. Na wanaufanyaje? Ndio maana unaweza ukaona wanaweza kupiga sehemu kama hizi Karg, kimepigwa kiwanda kikubwa cha petrochemical ama kemikali maalumu zinazozalishwa ama zinazotokana na zinazotokana na petroleum ama zinazotokana na yale mafuta ghafi. Kemikali hizo ndo tunasema zinaweza zikazalisha mbolea, zikazalisha vitu vingine vingi sana, plastiki na vitu vingine vyote. Kwa hiyo hiko kiwanda kimeshambuliwa na kinasema ndio kikubwa, ni moja inasema ndo kama kikubwa zaidi Mashariki ya Kati, na kina mchango mkubwa katika uchumi wa Iran. Kwa hiyo sasa ni kama Marekani sasa hivi ana play kwa playbook ya Israel, kwamba tuwaidondoshe kabisa hii nchi ya Iran na pasina kuangalia sheria zozote, kwa sababu tunafahamu reli, unaenda kushambulia reli hiyo ni miundombinu ya kiraia. Unaenda kushambulia madaraja kama hivyo, madaraja hayo ni miundombinu ya kiraia na sheria za kimataifa haziruhusu. Umoja wa Mataifa tayari umeshasema kwamba huo ni uhalifu wa kivita kama ilivyokuwa uhalifu mwingine. Lakini huwezi ukaja ukaona kwamba Trump ameitwa Netanyahu tayari tunajua ni ana kesi, anatakiwa aende huko ICC, mahakama ICC, lakini Trump hatutegemei tuone hivyo, kwa sababu hiyo tu ya Netanyahu imepelekea mahakama hiyo imekuwepo kwenye kikaango kwa muda mrefu. Marekani imeiondolea misaada ile na wamepata shida sana, wale prosecutors wamewekewa vikwazo. Unaweza ukaona namna gani mambo ambavyo yanaenda.